ajili ya fadhili zako. Iweni hodari, mpige moyo konde, ninyi nyote mnaomngoja Bwana. na sura ya 5 aya ya 7 hadi ya 9. Basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu, kwa kuwa hatuna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote, bila kufanya dhambi. Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti, maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi. Akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu, na ingawa ni mwana, alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata. Naye alipokwisha kukamilishwa, akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Neno la Bwana.
Yesu Kristo, yalivyoandikwa na Mtakatifu Yohane. Wakati ule Yesu alitoka pamoja na wanafunzi wake kwenda ng'ambo ya mto Kedroni. Kwenye bustani akaingia huko yeye pamoja na wafuasi wake. Yuda naye aliyemtoa alipajua mahali pale, kwa maana Yesu alifika huko mara nyingi pamoja na wafuasi wake. Basi Yuda alipokwisha kupokea kikosi cha maaskari na watumishi waliotoka kwa makuhani wakuu na Wafarisei, akaja huko na taa na mienge na silaha. Basi Yesu akijua yote yatakayompata, akatokea akawaambia, mwamtafuta nani? Wakamjibu, amesimama pamoja nao. Basi alipowaambia ndiye mimi, walirudi nyuma wakaanguka chini. Basi akawauliza tena, mwamtafuta nani? Nao wakasema, Yesu akajibu, nimekwisha sema kwamba ni mimi. Basi kama mwamtafuta mimi, waacheni hawa waende zao. ili litimizwe lilo neno alilosema, hawa ulionipa sikumpoteza hata mmoja wao. Basi Simoni Petro aliyekuwa na upanga akauchomoa, akampiga mtumishi wa kuhani mkuu, akamkata sikio lake la kuume. Naye Sasa ufalme wangu sio hapa. hapo Pilati akamwambia, Si umfalme wewe. Yesu akajibu,
nimekuja duniani kwa ajili hiyo, ili niushuhudie ukweli. Kila mtu aliye wa ukweli huisikia sauti yangu. Pilato akamwambia, Ukweli ni kitu gani? alipokwisha sema hivyo, akawaendea tena Mayahudi akawaambia, Mimi sioni hatia yoyote kwake, lakini kuna desturi kwenu. Niwafungulie ninyi mtu mmoja wakati wa Pasaka. Basi mwataka niwafungulie mfalme wa Wayahudi? wakapiga tena kelele wote wakisema, naye Baraba alikuwa mnyang'anyi. Basi hapo Pilati akamtwaa Yesu, akampiga mijeledi. Maaskari wakasokota taji la miiba, wakamtia kichwani, wakamvika vazi jekundu, wakaja mbele yake wakisema, wakampiga makofi. Basi Pilati akatoka tena nje, akawaambia, Namleta tena nje mbele yenu, mpate kujua ya kuwa sioni hatia yoyote kwake. Basi Yesu akatoka nje amevaa taji la miiba na vazi jekundu, akawaambia, Tazameni mtu. basi makuhani wakuu na watumishi walipomwona, wakapiga kelele
Basi anwani hiyo Mayahudi wengi waliisoma, maana mahali aliposulubiwa Yesu palikuwa karibu na mji, nayo iliandikwa kwa Kiyahudi, Kiyunani na Kilatini. Basi makuhani wakuu na Mayahudi wakamwambia Pilati, Askari walipokwisha kumsulubisha, wakatwaa mavazi yake, wakafanya mafungu manne, kila askari fungu lake, na kanzu ile haikuwa na mshono, kwa maana imefumwa nzima toka juu. Basi wakaambiana, ipate kutimia andiko lisemalo, waligawiana mavazi yangu, na kanzu yangu wakaipigia kura. Ndivyo basi maaskari walivyotenda, wakawa wakisimama karibu na msalaba wa Yesu, mama yake na dada ya mama yake, Maria wa Kleofa na Maria Magdalena. Basi Yesu alipomwona mama yake na yule mfuasi aliyempenda amesimama, akamwambia mama yake, Bi mkubwa, huyu ndiye mwana wako. Halafu akamwambia mfuasi, huyu ndiye mama yako. na tangu saa ile yule mfuasi akampokea kwake. Baadaye Yesu akijua ya kuwa yametimia andiko lipate kutimizwa, akasema, Nina kiu. Palikuwa na chombo kilichowekwa pale kimejaa asiki, nao wakatia sifongo ili
alipokwisha kuipokea siki, akasema, yametimia. Akainamishwa kichwa, akatoa roho. Basi Mayahudi, kwa sababu ilikuwa siku ya maandalio, kusudi miili isikae msalabani siku ya Sabati, kwa maana siku ile ya Sabati ilikuwa kubwa, wakamwomba Pilati miguu yao ivunjwe iondolewe. Basi askari wakaja, wakamvunja miguu wa kwanza na wa pili aliyesulibiwa pamoja naye. Hata walipomfikia Yesu, wakimwona amekwisha kufa, hawakumvunja miguu. Lakini askari mmoja akamchomoa ubavu kwa mkuki, na mara ikatoka damu na maji. Naye aliyeona ametoa ushahidi, na ushahidi wake ni wa kweli, na yeye anajua ya kuwa anasema kweli, mpate nanyi kusadiki. Kwa maana hayo yametendeka ili andiko litimie, hamtamvunja mfupa wake. Na tena andiko jingine lasema, watamtazama yule waliyemtoboa. Baada ya hayo, Yosefu wa Arimatea akaenda kwa Pilati kuomba ruhusa ya kuchukua mwili wa Yesu, kwa maana alikuwa mwanafunzi wa Yesu kwa siri, lakini kwa ajili ya kuogopa Mayahudi, Pilati akakubali. Naye akaja akachukua mwili wa Yesu. Na Nikodemi yule aliyefika zamani kwa Yesu usiku, akaja vile vile na latlimia za manemane iliyochanganyika kwa shubiri. Basi wakautwaa mwili wa Yesu, wakaukafini kwa vitambaa pamoja na manukato, vile ilivyokuwa desturi ya Mayahudi kuzika. Na mahali pale aliposulibishwa palikuwa na bustani, na ndani yake kaburi jipya, ambalo mtu yeyote hajazikwa ndani mwake. Ndipo walipomzika Yesu, kwa kuwa kaburi lile ni karibu.
siku ya kuandalia Pasaka. Usisahau kushare, kusubscribe na kulike.